Daktari Slaa rejea Chadema, Lissu ampokea. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa na mgombea urais kupitia chama hicho Daktari Willibrod Slaa amerejea katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kupokelewa na mwenyekiti wa chama hicho Taifa Tundu Antipas Lissu katika uwanja wa Rwandanzowe, Mbeya, ambako chama hicho kinazindua operesheni ya No Reform No Election katika jiji la Mbeya. Ni taarifa kutoka huko jijini Mbeya. Hatimaye aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa na mgombea urais kupitia chama hicho Daktari Willibrod Slaa amerejea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kupokelewa na mwenyekiti wa chama hicho Taifa Tundu Antipas Lissu katika uwanja wa Rwandanzowe ulioko huko Mbeya, ambako chama hicho kinazindua operation ya No Reform No Election katika jiji la Mbeya. Na hatimaye waasi wa M23 wagoma kuondoka Walikale. Kundi la waasi wa M23 linaendelea kushikilia mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. Kundi hilo la M23 lilitangaza Jumamosi kuwa limeanza kuondoa vikosi vyake nje kidogo ya mji wa Walikale ili kuweka mazingira mazuri ya amani na mazungumzo ya kisiasa, lakini hata hivyo kundi hilo limesema halitaruhusu jeshi na serikali kurejea katika mji huo wenye wakazi takriban 60,000. Lilionya kuwa mashambulizi ya uchokozi wowote utatafuta moja kwa moja uamuzi mgumu. Wanajeshi wa serikali ya Kongo walisema Jumamosi jioni kuwa watafuatilia kwa makini uondokaji huo wa M23 na watachukua hatua yoyote ya kijeshi, wakiwataka wanamgambo wanaounga mkono serikali wafanye hivyo. Na pili, kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje ya DRC Etelese Kainya kwamba alisema wanatazama kuona ikiwa kweli M23 itaondoka na kuipa kipaumbele njia ya mazungumzo. Siku ya Jumapili, wakazi wa duru la kijeshi mjini Walikale waliripoti kuwa hawapakuwa na mapigano yoyote katika eneo hilo liliokuwa linashambuliwa vikali hivi karibuni na ndege za kijeshi za Kongo. Mkazi mmoja alisema walipoamka hali ilikuwa tulivu na M23 bado walikuwa mjini humo. Hata hivyo mapigano yaliripotiwa kati ya M23 na wanamgambo na wazalendo wanaunga mkono serikali katika mkoa jirani ya Kivu Kusini. Ni taarifa kutoka huko DRC Kongo. Kundi la waasi wa M23 limeendelea kushika mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. ACT Wazalendo amuonya Amos Makala. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulie hatua katibu wa siasa, itikadi, uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala kwa kauli aliyotoa mkoani Simiyu Machi 22 mwaka 2025 akikituhumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakinaendesha lambe ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha uvisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025. Imeandikwa na KM wa ACT Wazalendo Ado Shaibu. Amenukuliwa akisema, "Ninakuandikia barua hii kwa dhamana yako ya kusimamia na utekelezaji wa sheria na kanuni ya vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu namba 5 cha kanuni za maadili ya vyama vya siasa mwaka 2019. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala amekaliliwa na vyombo vya habari akisema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendesha harambee ya kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa maoni ya ACT Wazalendo, kauli ni ya kizembe, isiyo na msingi na inalenga kuzuia na kuleta taharuki kwa jamii. Kauli hii istafsiriwe kuwa ni kauli ya kuijumu au ujuma kwa Chadema, bali ni kauli ya ujuma kwa nchi nzima kitaswira na kiuchumi. Tujiulize, tunataka kutuma ujumbe gani kwa watalii na wawekezaji kwamba nchi ya Tanzania kuna chama kinajipanga kusambaza Ebola na Mpox na kwamba hakuna uhakika na usalama wa kiafya? Tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kumchukulia hatua kali katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala. Hatua hizo
zihusishe kumtaka ajieleze, kufuta kauli hiyo na kuomba radhi hadharani, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaweza kuchukua hatua kali nyingine zaidi za kisiasa. Ninakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako pamoja na salamu za chama. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulie hatua katibu wa siasa, itikadi, uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla kwa kauli aliyotoa mkoani Simiyu Machi 22 mwaka 2025, akikituhumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. John Heche atoa kauli. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche amesema licha jeshi la polisi Tanzania kuzuia mkutano wao ambao ulipangwa kufanyika Mbalali mkoani Mbeya, amesema watarudi tena na kufanya mkutano katika eneo hilo. John Heche amesema hayo baada ya jeshi la polisi kuwazuia kufanya mkutano wa ndani pamoja na mkutano wa hadhara katika eneo la Mbalali, wakieleza kuwa barua yao ilionyesha watatakiwa kufanya mkutano Machi 24 mwaka 2025 na sio Machi 25 kama ambavyo wao walitaka kufanya hivyo. John Heche ameendelea kusema kuwa ni kweli awali barua yetu ya chama ilionyesha tutafanya mkutano tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini licha ya kumuomba na kukubaliwa na mkuu wa polisi wilaya ya Mbalali na tutatakiwa kuandika barua ya kurekebisha tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025 mikutano yao itafanyika pale eneo la Mbalali, walishangaa jeshi la polisi limewazuia kufanya hata mkutano wa ndani, huku wakimzuia Heche hata kushuka kwenye gari lake. Sababu zao ni zile ambazo hazina msingi wala mashiko yoyote. Wanasema barua yetu ilisema, lakini wamezuia mpaka mkutano wa ndani ambavyo kisheria au hitaji kuandika barua. Kwa hiyo ni hofu ya kujaribu kuihujumu. No reform, no election. Wala hatuna wasiwasi, tutaendelea na mapambano. Tumesalimia wananchi, tumewaomba wananchi kuzungumza nao tarehe 31. Tutarudi hapo kufanya mkutano. Ni taarifa kutoka Mbeya. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche amesema licha jeshi la polisi Tanzania kuzuia mkutano wao ambao ulipangwa kufanyika Mbalali mkoani Mbeya, amesema watarudi tena na kufanya mkutano katika eneo hilo. Stephen Wasila teta na Askofu Bagonza. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran la KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Stephen Wasila na Dr. Bagonza wamekutana wilayani Ngara ikiwa katika ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025, kusikiliza changamoto za wananchi pamoja na kuhutubia mkutano wa hadhara mkoani Kagera. Ni taarifa kutoka huko Kagera. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Upelelezi hujakamilika katika kesi ya Nicole. Mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni imeshindwa kuendelea na kesi ya uhujumu uchumi inomkabili msanii Joyce Mbaga maarufu kama Nicole kutokana na upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika. Mbali na Nicole mwenye umri wa miaka 32, mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo ni Rehema Maanu, ambapo pamoja walifikishwa mahakamani hapo Machi 10 mwaka 2025 na kusomewa mashtaka yao na wakili wa serikali Loda Maingu mbele ya hakimu mkazi mkuu Ramazani Lugamalila. Katika kesi hiyo iliyotajwa mahakamani hapo, upande wa jamhuri umeeleza mahakama kwamba upelelezi wa kesi hiyo bado hujakamilika, hivyo wanaomba ahirisho ili waendelee kukamilisha upelelezi huo. Kutokana na maombi hayo, kesi hiyo imeahirishwa hadi Aprili 14 mwaka 2025. Nicole na Maanu wapo nje kwa dhamana, ambapo walifikishwa mahakamani hapo wakikabiliwa na mashtaka matatu, ikiwemo kuongoza genge la uhalifu, wakituhumiwa kuendesha biashara kihalifu au jinai kwa lengo la kujipatia faida kutoka kwa jamii na kupokea amana au miamala bila kupata leseni kutoka
BOT. Katika shtaka la pili, wanashtakiwa wote wawili wakituhumiwa kati ya Julai mwaka 2024 na Machi mwaka 2025 wakiwa katika eneo lisilofahamika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam walipokea amana ya shilingi milioni 185 kutoka kwa jamii bila kuwa na leseni. Lidaiwa kuwa katika shtaka la tatu, washtakiwa waliendesha mfumo wa malipo bila kuwa na leseni ya malipo iliyotolewa na BOT. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni imeshindwa kuendelea na kesi ya uchumi inayomkabili msanii Joyce Mbaga maarufu kama Nicole kutokana na upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika.